السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika imani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-aqibata lilmuttaqin, kwa sababu mwisho mwema ni wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika miezi mitukufu, miezi ambayo madhambi ndani yake ni makubwa zaidi kuliko katika miezi mengine. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya miezi hii nafsi zenu kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzua katika dini yake na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaudhi wengine. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake min hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu, wadanat minni an-nar hatta qultu ay rabbi ana ma'ahum fa idha imra'atun hasibtu annahu qala takhdishuha hirra qultu ma sha'nu hadhihi qalu habasatha hatta matat ju'an la at'amatha ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو قال خشاش الأرض. katika hadithi ndefu ya salatul kusuf, tukio ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisogezewa pepo na alisogezewa moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aliposogezewa moto, wadanat minni an-nar, na ulinikaribia mno mimi moto. Mtume akiwa katika swala, hatta qultu, mpaka nikasema ay rabbi, mola wangu, wa ana ma'ahum, na mimi ni katika watu wa motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa idha imra'atun, ghafla akaona ndani ya moto mwanamke, takhdishuha hirratun, anajeruhiwa katika uso wake na paka,
Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoiona hali hiyo aliuliza, ma sha'nu hadhihi, huyu mwanamke amefanya nini? Mbona yuko ndani ya moto na paka anamkwaruza katika uso wake? Qalu, akajibiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, habasatha, mwanamke huyu alimfungia huyu paka, hatta matat ju'a, mpaka paka huyu akafa kwa njaa. La at'amatha, hamlisha. Na katika hadithi nyingine, wala saqatha, wala hakumnywesha. Wala arsalatha ta'kulu min khashishi au qala khashashi al-ardi, na wala hakumwachia akala katika akala wadudu wa ardhini. Haya ni malipo ya yule ambaye anawaadhibu wanyama. Haya ni malipo ya yule ambaye mwenye kuwatesa wanyama, mwenye kuwaua wanyama. Vipi yatakuwa malipo ya mwenye kuwatesa wanadamu bighairi haqqin? Ni yapi malipo ya mwenye kumuua mtoto mdogo mwenye umri wa miaka miwili asiyekuwa na hatia? Ma dhambu hadhihi albint, huyu binti amekosea nini? Kosa lake ni lipi? Au kosa lake ni kuwa mlemavu wa ngozi? Au yeye alitaka kuwa mlemavu wa ngozi? Au wazazi wake walitaka awe mlemavu wa ngozi? Aliyekuumba wewe sawa sawa kwa fadhila zake ndiye aliyemuumba yeye kwa mapungufu, kwa uadilifu na hikma zake. Allah ana uwezo wa kukupa wewe ulemavu, au akawapa ulemavu watu wako na kizazi chako, wakapatikana watu mfano wa huyu binti mwenye ulemavu wa ngozi. Hivi utaridhia kitendo hiki cha kinyama afanyiwe binti yako? Utaridhia kitendo hiki afanyiwe mtoto wako wa kiume, au ufanyiwe wewe mwenyewe nafsi yako? Unaridhia kitendo hiki afanyiwe mama yako, wafanyiwe watu wako wa nyumbani? Au Allah ameondosha katika nafsi zetu rahma? Ziko wapi akili zetu? Uko wapi utu? Uko wapi ubinadamu? Tumekuwa kama wanyama, bali zaidi ya wanyama. Hakuna dini wala hakuna tabia, hakuna akili wala hakuna huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia ubaya wa kumwaga damu ya wanadamu na kuua nafsi. Katika surati al-Maida anasema, min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. Kwa ajili ya mtoto wa Adam kumuua ndugu yake, tuliwajulisha wana wa Israeli kwamba mambo yalivyo, yoyote atakayeua nafsi moja bila ya sababu ya kisheria, kana kwamba amewaua watu wote. Ikiwa ameweza kumuua binti mdogo, ikiwa hajamhurumia binti mdogo, atakuhurumia wewe mwenye miaka 20, 25? Ikiwa baba amemuua mwanae, atakuhurumia wewe mtu wa kando? Huu ndio uhatari wa kuiua nafsi, kana kwamba
qatala an-nasa jami'a, kana kwamba amewaua watu wote. Kitendo hiki kiovu na mfano wake vinatakiwa vilaaniwe, vikemewe, visikubalike katika jamii yetu, visiridhiwe. Ikiwa leo amefanyiwa jirani yako, kesho utafanyiwa wewe. Hatutakiwi kuridhia vitendo vya namna hii. Vitendo hivi vinatakiwa vipingwe, na tunaiomba serikali yetu yenye busara ili wachukulie hatua kali hao waliofanya kitendo hiki cha kikatili, ili iwe ni funzo kwa wengine na ili yawe ni mazingatio kwa wengine mfano wao, kwa sababu mambo mfano haya yanapoachwa husambaa katika jamii. Leo hii mauaji yamekithiri katika jamii kwa sababu ya kupuuzwa vitendo mfano wa hivi. Hawatakiwi kuachwa hawa waovu wasiokuwa na huruma. Qataluhu qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema maneno haya pindi baadhi ya maswahaba walipompa fatwa sahaba mwenzao ikawa ni sababu ya kufa kwake. Mtume akasema qataluhu qatalahumullah. Mtume aliwaombea dua mbaya kwa sababu ya fatwa yao iliyopelekea kifo. Na wala mtu asidhani kuepukana kwake na hukumu hapa duniani ndiyo jambo hilo limekwisha. Dhulma haidumu na haki ya mtu haipotei abadan. Madamu hujatubu, madamu hujarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usidhani kwamba Allah atakuacha. Ipo siku ambayo hakuna dinar wala dirham, hakuna kuhonga, hakuna rushwa, utakwenda kuilipa haki ya kila yule ambaye ulimdhulumu. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Na wala usidhani kwamba Allah ameghafilika na yale wanayoyafanya watu madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala si vingine, anawachelewesha kwa ajili ya siku ambayo macho yatawatoka watu muhtiina, hali ya kuwa ni wenye kwenda mbio, muqni'i ruusihim, wameinua vichwa vyao, la yartaddu ilayhim tarfuhum, hawapepesi macho yao, wa afidatuhum hawa, na vifua vyao ni vitupu, nyoyo zimehama sehemu zake kwa sababu ya hofu na ukubwa wa siku hiyo. Qataluhu qatalahumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu kubwa za kuenea ufisadi katika ardhi na sababu za kupatikana mauaji ni itikadi za kishirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, fakullu khairin fi dunya wal akhirah fahuwa min thamarati at-tauhid, wa kullu sharrin fi dunya wal akhirah fahuwa min thamarati ash-shirk. Kila khairi katika dunia na akhira ni katika matunda ya tauhidi na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kila shari na uovu katika dunia na akhera ni katika matunda ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki ni tashbihu al-makhluq bil khaliq fima huwa min khasa'is Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumfananisha kiumbe na muumba
katika mambo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama kumwegemezea kiumbe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kuitakidi kuwa kiumbe yatasarrafu fil kauni, anaendesha ulimwengu atakavyo, kuitakidi kuwa kiumbe ni mwenye kuruzuku, kuitakidi kiumbe anaumba, anafufua, anaitikia dua za waja, au sarfu al-ibadati lillah au sarfu al-ibadati lighairi Allah, au kuzielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kuchinja kwa asiyekuwa Allah, kwenda kuomba wafu maiti waliokuwa makaburini, kuwaomba majini na kuwataka msaada. Yote haya yanaingia katika shirki, au kuwatii katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, au kuwatii katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahalalisha, kama vile kuamrisha majini wachinjiwe ng'ombe au wachinjiwe mbuzi, au kuwaamrisha wale wanaotaka kutumikiwa na majini hao wawaue mama zao, wawaue watoto wao, wawaue wenye ugonjwa wa ngozi, wenye ulemavu wa ngozi. Yote haya yanaingia katika shirki. Yote haya ni katika shirki ambayo inamtoa mtu katika Uislamu na inaporomosha matendo yake, na ikiwa hatatubu na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hamsamehi na wala hatapata harufu ya pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, wa hakika mambo yalivyo, yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia pepo. Allah amemharamishia pepo na mafikio yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na washirikina hawana wa kuwanusuru na kuwanasua kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuacha tauhid ni katika sababu za ufisadi katika ardhi. Kutojifunza tauhid ni katika sababu za mauaji yanayojiri katika jamii yetu. Katika sababu kubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumshirikisha Allah ndiyo dhambi kubwa, a'dham ma naha Allahu anhu. Jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilolikataza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amejitosheleza, Allah ni mughni al-ghani, Allah si fakiri, hana haja na kumshirikisha kwetu sisi pamoja na wengine. Allah amejitosheleza, ni mkwasi, haitakikani kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, haitakikani kumwelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Na Uislamu uko mbali na yale ambayo yanayonasibishwa na mashekhe wa uongo, kwamba Uislamu unaruhusu kuwatumia majini, Uislamu unaruhusu kufuga majini. Uislamu uko mbali na jambo hili, kwa sababu huwezi kunufaika kutoka kwa jini isipokuwa na yeye atanufaika na wewe. Ni lazima, huwezi kumtumia bila yeye kukutumia wewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa yawma yahshuruhum ya ma'shara al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. نسك وتكيكسانوا يا معشر الجن kisha wataitwa enyi kundi la majini, kwa hakika nyinyi mmepata wafuasi wengi katika wanadamu. Waqala awliyauhum min al-insi, watasema vipenzi vya majini katika wanadamu, istamta'a ba'duna bi ba'd, baadhi yetu wamenufaika na baadhi tumenufaishana sisi na wao. Istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, na tumefikia ukomo ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala uliotuwekea. Kisha Allah anasema qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah, moto ndiyo mafikio yenu, khalidina fiha, mtakao humo milele isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kumtumia jini ni lazima na wewe atakutumia, hautamtumia bure, hautamtumia bure. Atakuamrisha na wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atakuamrisha na wewe uwaue ndugu zako. Haifai kuwatumia majini. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kutumia jini, hakuwahi kutumia jini wala masahaba. Lau ingelikuwa inafaa kutumia majini, Mtume sallallahu alayhi wasallam asingekwenda na masahaba katika jihadi na vita. Kwa nini asingewatuma majini wakawaue makafiri? Kwa nini Mtume ahangaike kuvunja mwamba wa shimo la Khandaq? Kwa nini asingeamrisha jini aje kuvunja huo mwamba? Wewe unajua zaidi kuliko Mtume? Wewe unajua zaidi kuliko masahaba wa Mtume? Kisha anadai kwamba Suleimani alikuwa akitumia majini. Suleimani Allah amemruhusu, na majini walikuwa wakimtumikia Suleimani kwa amri ya Allah. Wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi'idhni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhabi as-sa'ir. Na miongoni mwa majini wapo miongoni mwa majini waliokuwa wakimtumikia Suleimani mbele yake biidhni rabbi, wa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nani aliyekuruhusu? Wewe mjinga, nani aliyekuruhusu? Wa man yazigh minhum an amrina, na yoyote miongoni mwao atakayepondoka na kuacha amri yetu, wewe nani aliyekuamrisha? Kisha haya yakisemwa, wanadai mawahabi wanataka kufarikisha watu. Nyinyi wauaji, hawa walioua mlemavu wa ngozi hawakuua kwa sababu walitumwa na majini. Hawa hawakuua isipokuwa walitumwa na majini. Nyinyi ndio sababu ya ufisadi katika ardhi, nyinyi ndio sababu ya mauaji katika ardhi. Kisha yakisema mnadai mawahabi wanafarikisha watu. Ikiwa kubainisha tauhidi na kutahadharisha shirki na waovu kama nyinyi ndio wahabi, basi sisi ni wahabi mpaka kufa. Hatutaacha kuwabainisha waovu nyinyi. Hawa ni waovu wanaoamrisha watu wamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wanajitetea mawahabi, mawahabi makatoliki, iteni mtakavyoita, hatutaacha kuwabainisha. Na mtu akitaka achukie, wewe chukia utakavyo, lakini watu waovu hawatanyamaziwa. Hii dini ya Uislamu sio dini ya kuchezea, kwamba kila mtu afanye analotaka, ukijisikia tu uzungumze. Hii dini sio dini ya kuchezea. Watu wanatakiwa waijue kuwa dini ya Uislamu ni dini yenye thamani. Yoyote mpotovu yoyote atakayezuka na kupotosha atabanjwa na kubainishwa. Kwa hiyo turejeeni katika tauhidi, turejeeni katika sunna. Suluhisho la haya matatizo tuliyokuwa nayo ni kwa sababu tuko mbali na tauhidi, kwa sababu tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye aliyetuumba, yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, yeye Allah ndiye anayeturuzuku, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuongoza. Yeye ndiye ana haki ya kuabudiwa.
Ukiwa na shida zako muelekee Allah, mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende kwa waganga wapiga ramli makuhani, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende kwa hawa mashekhe wa uongo wanaotangaza maji ya uongo, maji ya upako, msiende kwao waongo. Waislamu zindukeni, Waislamu ni watu wenye akili, sio wajinga. Mtapeliwe mara ngapi? Ukiwa na shida muelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasikia, Allah anaona. Kwa lugha yoyote muombe Mola wako, Allah atakuitikia subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ndiye ar-Raziq ar-Razzaq, yeye ndiye al-Ghani al-Mughni. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimwekee Allah subhanahu wa ta'ala washirika, msimwekee Allah subhanahu wa ta'ala wenza. Allah yeye ndo ana haki ya kunyenyekewa, Allah ndo ana haki ya kudhalilikiwa, ya kutumikiwa, sio kutumikia majini. Allah ndo ana haki ya kutumikiwa, kudhalilikiwa, kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijidhalilishe kwa kiumbe mwenzako. Jini ni mwanadamu, jini ni kiumbe kama wewe. Kwa nini ukamtumikia kiumbe mwenzako? Kwa nini ujidhalilishe mbele yake? Mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Ghufranak, msamaha ni wako wewe Mola wetu. Ma abadnaka haqqa ibadatik, wama shakarnaka haqqa shukrik, wama qadarnaka haqqa qadrik. Wewe Mola wetu hatujakuabudu ukweli wa kukuabudu, wala hatujakushukuru ukweli wa kukushukuru, wala hatujakuadhimisha ukweli wa kuadhimisha. Subhanaka wa bihamdik, utakasifu ni wako na kila sifa njema ni za kwako. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam.